بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Katika mada ya kuhusu ulimwengu wa kaburi ndiyo tulionayo katika mazungumzo yetu ya mwanadamu baada ya kufa atiwa kaburini, na katika ile kaburi kwa mustalah ya Kiislamu maisha yale yaitwa ni ulimwengu wa barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Katika mazungumzo niloahidi nitayazungumza leo, kumalizia mada hii ni nukta mbili: ni ule mbano wa kaburi na masala ya kunufaika maiti katika hali ile ya barzakh na amali za watu wengine. Lakini kabla sijaingia katika nukta hizi mbili, napenda tu kufafanua kitu muhimu ambacho kitajibu maswali mingi ambayo watu yawapitia. Maisha ya kaburi, kweli kaburi ni shimo, na ni ile tunaoifukua sisi katika ardhi tukamtia ule maiti. Lakini tunapozungumza maisha ya barzakh au maisha ya kaburi, hatuzungumzi pale shimoni, kwa maana mpaka mtu aunde suala kama mtu amezama baharini hakupatikana, hakupata kuzikwa, je, atakuwa na adhabu hizi za kaburi ama hawinazo? Atakabiliwa na maswali yale ya munkar na nakir au hakabiliwi? Au mtu amemizwa na samaki ama na papa? Sasa sisi tunazungumza ulimwengu wa kiruhu kama nilivyonena, hatuzungumzi ulimwengu wa kimwili ambao tunailazimisha sharti awe ameingia pale. La, kila mtu aweza kuwa na kaburi yake, lakini ilipokuwa ada na dasturi na mazoea, licha kwa Uislamu bali kwa watu wote huzika isipokuwa wachache wale wachomao na nini, mustalah yani lugha inayojulikana zaidi ni lugha ya kuzika, ni lugha ya kaburi. Lakini tunapozungumza ulimwengu wa barzakh, hatujilazimishi kuwa na shimo, twaizungumza ruhu baada ya kuepukana na mwili, baada ya kufa yaishi vipi na yakabiliwa na mambo gani. Kwa hivyo alochomwa
alozama baharini, alozikwa, alojengewa. Manake pia mtu anaweza kukwambia sisi huku huzika tukawata mtanga, ule mtanga utakuwa umfanye nini? Umbane. Kuna watu hujenga kama rumu. Kuna watu katika ardhi za majabali huchonga, hawafusii, huchonga lile shimo likashuka kama kirumu, wakamtia maiti, kisha wakaweka nini, simiti, wakafinika kwa simiti yu, ukawa ni mvungu ndani, hakuna kuyazwa mtanga, kama shimo tu ndani ni room, kisha yawekwa simiti kwa yu, kama kumimina sakafu, akawatwa ndani. Sasa mtu aweza kuja kukuuliza, tabani siko kwenye kuzungumza ufahamu mambo hayo ama hayafai, lakini mtu aweza kuuliza, ule anayezikwa namna ile ardhi tambana? Kwa sababu ni jabali limetemwa au limejengewa haswa. Narudia, hatuzungumzi masala ya kimwili, tutazungumza masala ya kiruhu na mambo yatakao kuikabili ruhu. Sheikh Tusi rahmatullahi ta'ala alayhi, ama la afwan, ni Sheikh Saduq rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake anachokiita Man la yahdhuruhu alfaqih, asema pindi mnapomtukua maiti mwenda kumzika, musimteremshe haraka haraka kaburini, msendeni naye kama mfukuzo wao. Yani sio mkiingia janaiza likiingia atupe kaburini tu ule maiti. Asema fala yufaja'u bihi alqabr, asifanywe haraka kuingizwa kaburini. Lianna lilqabri ahwalan adhima, kaburi ina zituko ndani, kaburi ina zituko zikubwa ndani. Wayataawadhu hamiluhu billahi min hauli almuttala, na kila ule amtukua ule maiti akisikilia naye karibu na ile kaburi ataka ajilinde kwa Mwenyezi Mungu na zituko za siku hiyo. Mwekeni katika ukingo, fika ile janaiza ituliwe kwanza kwenye ukingo wa kaburi, na kusubiriwe kidogo ili aweze kuteremshwa katika ile kaburi. Taban sikinene kidogo, sineni watu wagurie maziarani, yani kwa ufupi ituliwe dakika moja, watu wajiandae, waketi, na yeye ule atakayekutiwa awe amejiandaa kuteremka pale. Sikiza hadithi yatuambiaje hii. Yatuambia idha ataita bil mayit, pindi unapokuya na maiti, ila shafiri alqabri, katika ukingo wa kaburi, fa amhilhu saa, msubirishe kidogo. Saa hapa si saa ya wakati, ni saa yani lahdha, wakati kidogo msubirishe. Fa innahu ya'khudhu uhubatahu lisual, mate atukue uandalizi, yuwaingia katika kaburi na yuangojewa na mambo mingi, na moja linalomgoja ni masuala yanao kumuuliza. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema ma min mu'minin illa walahu dhamma, hakuna muislamu hata mu'min isipokuwa ana mbano katika kaburi. Ma min mu'minin illa walahu dhamma, isipokuwa ana mbano katika kaburi, yani dhaghtatul qabri ndio dhamma. Baadhi wakamuuliza ya Rasulullah, muovu, mtu kafiri ana dhamma, tutafahamu. Mu'min afanywa dhamma kwa nini? Ajibu, asema dhaghtatul qabri lilmu'min, mbano wa kaburi kwa mu'min ni kafara. Mwenyezi Mungu amsafisha, ataka siku ya kufufuliwa awe hakwenda hata na doa kadiri ya sindano ya nta sindano, pia ni kafara. Ni kafara yake
lima kana minhu min tadhi'i an-ni'am. Kwa zile nafasi na chances ambazo amezitupa katika maisha yake hakuzitumia, Mwenyezi Mungu yuamuosha. Na hapa ndipo watu wataka wafahamu katika stage hizi wanazopita. Jana nilizungumza kitu, pengine maneno yangu yaweza kuonekana yagongana katika lile swali liloulizwa jana la kwamba kijana mtoto akiwa hana madhambi kwa nini ababaika wakati wa kufa. Mimi nikazungumza masala ya kifo hayana alaka na kuwa na madhambi. Kile kitendo chenyewe cha kutolewa ruhu, cha kuepuka ile ruhu na mwili, ni kitendo cha dharubu, ni kama kuzaa. Lakini sasa nyuma huku tumesoma hadithi zasema mauti kwa Muislamu, kwa mu'min, ni kama kuvuta harufu mzuri. Sasa mtu aweza kunena, mbona ustadhi maneno ya gongana haya? Huku umetuambia mtu kufa ni kama kuvuta harufu mzuri. La, masala hadithi kama hizi zilikuwa ziko kwenye kukaribisha fikra, kukuonesha kwamba ni sahali kwa Muislamu. Mauti kwa Muislamu ni sahali, si kama kwa kafiri. Lakini usahali haumaanishi kutokuwa na dharubu zozote. Ni kama ule mfano nilopiga jana tunaposema mwanamke amezaa salama salimini, Mwenyezi Mungu amemsahilishia, yani hakusikia utungu kabisa. Kama isipokuwa na Maryam pia ambaye alikuwa amembeba Nabii Allah Isa, alipata utungu wa kuzaa. Ingawa aya za Qur'ani zatuambia Mwenyezi Mungu alimsahilishia na mimba ilikuwa rahisi kuizaa, lakini ilikuwa na mihayara na mitomo ya kuzaa, lakini haikuwa ikilinganishwa na dharubu wazipatazo watu wengine katika kuzaa yake, kama kulala. Na hii ndio ninavyokusudia mimi. Kwa hivyo kufa ni kuepuka ruhu na kiwiliwili, si jambo rahisi, na Mwenyezi Mungu huwasahilishia wale waja wake. Na katika kaburi ni hivyo hivyo. Ndugu zangu, katika hadithi moja hapa yatufundisha mambo muhimu sana. Yatufundisha kafara za kuoshwa maradhi yakimshika mtu kwa falsafa ya Kiislamu, kama vile nilivyokuambia, tukiwa tutausoma ulimwengu wa maisha kwa mtazamo kwamba sisi hupita ndia hapa, hatukuya kuguria. Tukiwa sisi tutausoma ulimwengu wa dunia, ni ulimwengu umeumbwa kimsingi ni wa matatizo. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ni balaya, ni mitihani, ni pale kimeungana, pale kimevundika, pale kumezibika, pale huvuya. Ukiangalia mbio za maisha, mapambano, challenges za maisha, zote ni mapambano, ni matatizo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba kutuandaa na kutufanyia tasqil. Tasqil ni kama pale wewe unapoitukua dhahabu
ama unapoitukua almasi, dhahabu ukaitia kwenye moto ukaichoma mpaka ikawa nyekundu, ndipo ukaweza kuitengeza ile dhahabu kwa sampuli utakayo. Haitengezeki mando mpaka uitie motoni, na mpaka ile nyundo na igongwe, kisha mwisho ndio pale uendapo ukakiona kwenye duka la dhahabu huzanywa, ukakiona kitu kimewekwa mbele yako, ukanena mashallah, kizuri kweli, kimependeza sana. Lakini we hujajiuliza mpaka kufika pale kimepita kwenye moto mara ngapi, na kimegongwa kwa nyundo mara ngapi, na dharubu kilichokula. Kwa hivyo mitihani katika dunia ni ngazi ya kuichonga nafsi ya mwanadamu na ruhu, na kumuandaa ili afike pale mahala alipompangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afike huyu mwanadamu. Matatizo yatuunda. Ni makosa sana kwetu sisi kuyaona matatizo duniani ni pingamizi ya maendeleo, bali matatizo ni msukumo wa maendeleo, na lau si matatizo hatungeendelea. Said Mujtaba Al-Lari, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Irani, Mwenyezi Mungu amuhifadhi, amekuwa mtu mzima sasa, ana kitabu cha akhlaq, azungumza kuhusu subra. Katika mlango wa subra asema, huyu nyuni, huyu ndege anairuka huyu kwa maoni yake aona ule upepo ni pingamizi yake katika kuruka. Atamani lau kungekuwa hakuna upepo angeruka vizuri zaidi. Lakini haelewi kwamba kuruka kwake haiwezekani mpaka kuweko upepo, kwa sababu zile mbawa anapopija hapiji patrupu, au pija ule upepo na anavyo control. Na ndio ile ndege leo ikawa yawekwa zile banka zikatoa ule upepo, kisha ndizo zikaweza kuirukisha ile ndege. Lakini Mwenyezi Mungu ule nyuni amemuumba katika zile mbawa zake, ule upepo wa kimaumbile au kontroli tu kwa zile mbawa, na akaweza kuruka. Lakini yeye kuvumapo ule upepo akanena, huu upepo hunizividia mimi kwenda vizuri, na akatamani upepo uondoshwe. Na ukiondoshwa upepo ni maana yeye maasalamu, itabidi ajiunge na hayawani, atembee kwa maguu huku chini, hawezi kuruka. Hini ndivyo sisi anavyoyasawirisha Mujtaba Al-Lari, sisi tunavyoyaona matatizo yanavyotukabili. Matatizo ya kupa wewe changamoto, wenye kunena wanena alhajatu ummul ikhtira. Unapokuwa na shida, unapokuwa na haja ndiyo mama wa uvumbuzi. Mama wa uvumbuzi. Leo angalia tu barobaro wangapi leo aweza kuwa mtu ashafika pengine miaka 28 au hata 30, lakini hajaona ana responsibility yoyote katika maisha, hana changamoto yoyote katika maisha. Atakwambia kila sampuli ya lugha, hakuna mipango, ngojea kazi. Lakini tukua mifano miwili ambao mmoja si mzuri, lakini ni mfano napija. Waweza kupata family leo Mwenyezi Mungu kwa kutaka kwake na kwa mipangilio yake, pap amemuua mzazi, baba amekufa. Pengine baba akifa katika ile family, kijana mkubwa mwanamume ana miaka 18, 19, 20, 21. Uje umwangalia ule kijana anavobadilika katika ile nyumba akawa baba, na anavokwenda mbio na akaweza kuiendesha ile nyumba, na pengine hata babake alipokuwa hai alikuwa hawezi kuyafanya yale anayoyafanya yeye. Lakini izungue kijana yule yule wa miaka 21 na 22 na 23, wakati baba uko hai, atakuwa hupita akizunguka kinena hakuna mpango, hakuna chochote, angoja kutia mkono atoke, kwa sababu hajakabiliwa na challenges za maisha. Na ndio katika darasa zangu za makayuzi nilipokuja kuifasiri ile aya kwamba Mwenyezi Mungu asema oani atawatajirisha.
oani in yakunu au in takunu, mutanisahihisha, in yakunu fuqara yughnihimullah. Enda kaoe, kama maskini Mungu atakupa tajiri. Watu wengine kwambia ustadhi itakuwa hii, yani mimi maskini mujarrad ukwambia zawajtuka, yani takuwa mzee kutajirika, yani zitatereshwa kwa kikapu. La, analotaka Mungu katika ile aya ni kutufahamisha kwamba ndoa ya kupa wewe majukumu, ya kupa challenges. Ikikupa challenge ni nguvu ilikuwa imegandishwa, imekaa, ni mkono hautembei, utatembea. Kwa sababu mama ukiingia utamwambia mama sikupata, atakupa pasakita, atakutilia chakula, utakula. Na yeye kama unazo mfukoni, hata kama ni zakula, atakutolea kupe 50, nenda kastarehe. Yani uzidi kukuziisha. Lakini mke ukiingia nyumbani ukimwambia hakuna, wewe mwenyewe utapiga hesabu mara 10. Waiona ile challenge? Angalia vile barobaro anavyoingia nyumbani yao hakuna kwa mamake, anavyokuwa ingia kwa confidence na hana tatizo lolote. Lakini barobaro yule yule apange leo endao kwa nyonda, kamwambia sio masala hakuna chakula, shuga laidi aliyapatikana. Na wewe wataka kutengeza mipango yako, wataka usiku uwe na raha, wataka nini, uangalie na zile hasira. Kama hutokwenda kwa maguu na meno na ukazengia mpaka kazi ya kufagia mpaka upate senti, upeke wapi? Upeke nyumbani. Sasa ule ndio ule msukuma anaozungumza Mwenyezi Mungu, wakioa yughnihimullah, Mwenyezi Mungu atawatajirisha. Yani kutataharak alyadul amila, mkono wa kazi utatembea katika community. Ukitembea mkono wa kazi, senti zitakuya. Senti ziko, senti ziko, senti ziko kwenye jamii. Ni kujua vipi tutazitafuta na vipi tutazikusanya, lakini ziko kila sampuli senti. Simandia Ustadhi Mahmud juzi katika makala yake ameandika mamoya, asema nikiketi barazani alasiri, Ustadhi Mahmud Mao maarufu, nikaona watu wangiao amu ageni ungio watu tina la muziangalele gari zikiingia, huuliza wamekuja kufanya nini, huambiwa wamekuja kuzengia kazi. Asubuhi huwaoni watu wale wakitoka, hakuna atokao akarudi akanena hakupata kazi, ameamua kurudi. Kila ayao kuzengea kazi hapa harudi. Maana nini? Kazi zipo. Ajabu ni kwamba sisi tumeketi tumenena hakuna kazi. Kazi zipo. Na kutoka kwenye mada, lakini kuna wakati kukija nafasi kama hizi tuambiane. Kazi zipo, na kuna kazi zina pesa ambazo kwamba huwezi kutasawar. Shazungumza mara nyingi mimi, kazi ya kuzanya mshakiki rasilimali yake ni sigri na nyuti za kuzanyia mshakiki. Rasilimali yake haizidi shilingi 4,000 5,000, lakini ukapiga hisabu ukiweza kuzanya kwa siku kilo 2 za nyama au kilo 3, uangalie pesa anazozingia aketizia ofisini hazipati. Hapati. Mtu aweza kuunda paka kwa siku faida ya 1000. Kwa siku aweza kuunda faida ya 1000. Wajua, fanyeni hisabu, ketini muzipige hisabu, ketini muangalie kilo moja ya nyama yatoka mishakiki mingapi, na kila mshakiki ikiwa utauzanya shilingi 10 au 15 sasa yao. Kisha uiangalie ile nyama umeinunua sokoni, umeinyunyiza chumvi na nini, pengine na roiko, umetanganya, rasilimali yake yote ni sigri na nyuti shilingi 4,000 5,000. Wewe waweza kutengeza kwa mwezi 25,000 mpaka 30,000 faida yake. Lakini itakuwa iye mimi nzanye mshakiki. Kazi ziko, keti dukani tukazanya CD, tukatia TV, tukalipwa shilingi 3,000. Kazi ziko. Lakini kwa sababu niko kwenye duka la CD, niko kwenye duka huzanya nini? TV. Nisifahamike makosa, lakini napenda kuonesha vile nini. Kwani hulipwa wale jana wetu wazungukao hulipwa senti ngapi kwani kwenye yale maduka yale? Si shilingi 3,000 na 4,000.
Sasa ndugu zanguni, hunu ni mfano mdogo tu nimepiga. Kazi ziko, lakini ni lini tuko tayari kuzitaka zile kazi, na ni lini tutafukuzwa tuzengee zile kazi? Mpaka tufukuzwe, mpaka upate challenge. Na ndipo hapa nikanena dunia ni mahala pa matatizo, na matatizo usiangalie ni pingamizi ya maendeleo, bali matatizo ndiyo msukumo wa akili fikiri, mwili utembee, ubunifu upatikane, na ndipo kuundwe mambo ambao community itaweza kuendelea. Taka watu hard working. Kiswa mimi nimetolewa na hukitoa kila mahali. Si kitambo sijui huko yo Mr. Athmani alikuwa curator hapa, sasa hivi ni director huko Mombasa wa museum. Si kitambo atoka Irani. Mimi sijaenda Irani, uisikia tu pia na mimi. Atoka Irani, katika kuzungumza naye anieleza yale mambo ya ajabu, anaambia mimi ustadhi, katika ajabu kubwa niliyoiona Irani. Hapa ndo watu watakawaone, haendi kwa dua misikitini. Katika ajabu kubwa niliyoiona Irani ni moya. Kamwambia ajabu gani? Anaambia ile nchi kwanza population yake ilivyokuwa. Watu sasa hivi wakimbilia 80. Wakimbilia milioni 80. Tehran peke yake city ni 20 milioni au zaidi. Tehran. Iweke hiyo population uiangalie. Iweke kwenye hisabu. Kisha anambia nchi ile imezungukwa na nchi korofi zote. Korofi si korofi kwa uovu, ni nchi kwa kuvamia nchi za watu kikazi. Subhanallah. India, Pakistani, Afghanistani, Turki, zisome ala zile zitu zile kwenye jiografia. Hawa wenenda popote ulimwenguni waangalie kama hawako. Nenda sasa ya uangalie, ni watu wako tayari hata kama ni kulala umpande yu, yeye akuli unlipe hutosha, yeye hutafuta kazi. Hawana matezo kwa kazi mataifa haya. Sawa, namwambia nimeitasawari hiyo. Anasema iweke hiyo picha. Watu milioni 70 na huku wamezungukwa na watu hawa, na hakika kama alikuwa sisi tungelikuwa sisi hata nafasi ya kazi huambia sasa hatuna kazi, zote zingekuwa zimetukuliwa, hata hizi tulizonazo. Sababu hawana matezo kwa kuvamia. Ananiambia mimi nimezunguka Irani, nafasi ya kufagia hakuna ya mgeni. Nafasi ya kufagia hakuna. Hakuna nafasi. Kila mmoja hangoji Imam Khomeini wala Said Ali Khamenei wala mbunge wala nani. Kila mmoja uzivizie pale alipo. Haya, nimerudi nimezungumza tena maneno haya nawapa mfano Chifu Jamali. Nampenda mtu kwa waulize. Juzi pia yeye na DC watoka Iran. Anaambia mimi ajabu watu wale. Ndani ya nyumba kumetengwa chumba kimoja factory. Ndani ya nyumba kuna family, mtu na nduze tisia sijui na nini, na ule mmoja ana uwezo kidogo. Kwa hiyo tukishakuwa na uwezo umeze kuhumia. Sivyo tulivyo? Huwa sasa wewe ni kuyea wazembe na mafaao na masofa wote utupiwa wewe. Ule msaada wafanyao uambiwa wewe wajua nini na yua kusuka kikapu kwa lugha za kwetu. Wewe wajua nini na yua kusuka kifumbu. Wewe wajua nini na yua kadhaa. Huwatengia chumba ndani ya nyumba akawatilia rasilimali hufanywa kazi. Serikali huya ikakusanya factory ndogo ndogo, imewaekea idara maalumu, huzikusanya zile zitu na kuzitafutia soko ulimwenguni. Anionyesha mimi pale hotelini kwake Chifu Jamali, ananiambia muona hizi dude rangi nyekundu lozifunga hizi nimezinunua katika factory za mitaani. Hizi zetu tulionazo hizi za kusuka zikapu na miaa na nini, wanavozikuza na kuzinini. Hard working. Hakuna maendeleo yatafanywa bila ya watu kuwa hard working, na bila ya nafasi kujazwa zitajazwa na wengine. Ni lazima kila alipo mtu ajaze nafasi. Lakini minal asaf, na mimi hapa sitaki kufahamika makosa, kila inukao kimbilia kupigania ubunge na kupigania kadhaa, akipanga kutatua matatizo
ya watu hawa, na filhali sisi tulioko hapa yataka kila inukao kwamba afikirie atajaza nafasi gani. Kuna nafasi ya kuzoa, kuna nafasi ya kujenga. Sasa yao angaliani boti ziondokazo kuekelea raskitao nkina nani wendao, tarudi yale yale, ni mbunge ule, konsela nani? Kazi ya kujenga aliyotupokonya nani? Na ni kazi ilikuwa yetu na wazee wetu sisi na wakiea. Lakini maadamu tumemaliza form 4, tumegraduate, tumenini, itakuwa hiye mimi mfanye kazi ya kujenga, itakuwa hiye mimi mfanye kazi kadhaa. Hatuwezi kuinua hatua namna hii. Narudi katika matatizo ya dunia ni kukupomoshea madhambi. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake hamwekei adhabu siku ya akhira. Mwenyezi Mungu kukupatiliza katika dunia wakati ukifanya kosa ni neema kuwa akupenda, kuliko kukuwekea adhabu ile siku ya nini, ya kiyama. Kwa sababu mara nyingine akikupatiliza Mwenyezi Mungu akakuonda akakupa matatizo, kwanza ni bati la tanabuhi, ni indhar, ni yellow card kwa lugha za kikwetu za kufahamika. Amekuita akwambia hey, tembea vizuri, angalia wendapo. Akufanyao hivyo akupenda, akutukia, angalia wendapo. La'allahum yarji'un. Mwenyezi Mungu atuambia dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Matatizo yamezodhihiri haya katika bara na katika bahari ni kwa sababu ya matumo ya mikono yetu, ili Mwenyezi Mungu atuondeshe tu katiti adhabu yake iko hali gani. Henda tukatanabahi tukarudi nyuma. Falsafa ya maondo kupomboshea maradhi. Mtu akiwa katika maradhi, baadhi ya hadithi zatuambia hupuputika madhambi katika mwili wake kama yanavyopuputika mayani makavu katika mti. Yale madhambi yanavyotoka katika mwili, yale maradhi yanavyokuosha. Kwa hivyo Mungu akikupa maradhi uyapokee kwa imani na subra, na uangalie ni mtihani Mwenyezi Mungu amekupa na ni neema. Na katika kaburi pia, ile adhabu za kaburi ni kwa wale ambao Mwenyezi Mungu hataki kuwacheweleshea adhabu zao kuwaekea katika jahannam, huwaosha pale kwa sababu wameteleza katiti hapa na pale, lakini ni waumini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anaotuambia dhaghtatul qabri lilmu'min kafaratun, mbano wa kaburi kwa Muislamu ni kafara ya zile nafasi alizozipoteza katika maisha yake hakuzitumia. Katika hadithi ndugu zangu zimezopokewa zasema hakuna usiku mzito kwa maiti kama ule usiku wa kwanza anaotiwa kaburini. Siku ya kwanza ule maiti akizikwa, amezikwa mtana saa 10, ule usiku ukimgilia ule wa kwanza, usiku mzito sana. Na riwaya za tufundisha kufanya baadhi ya mambo ambayo yaweza kiasi fulani kumsaidia katika usiku ule maiti. Apokewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mwanachuoni ajulikanao kwa ina la As-Sayyid ibn Tawus. Ampokea Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la ya'ti 'ala al-mayyit sa'atun ashadda min awwali layla, hakuna wakati unaompitia maiti mgumu zaidi kama usiku wa kwanza wa kaburini. Farhamu mautakum warahamuni, wasikitikieni maiti zenu kwa usiku huo, bisadaqa, watoleeni sadaka kwa wingi. Ndio utaziona ziko mila fulani
ingawa mara nyingine hizi mila huenda zikabadilika mpaka zikatoka kwenye nguo ya dini. Siku hizi sioni sana, lakini zamani utawaona watu kukiwa kumekufa mtu matangani, nazungumza hapa kwetu taban, kulikiwekwa gunia la mtee. Kule nyumbani kwa maiti kulikiwekwa gunia la mtee, na lilikuwa ayao kutazii wale katika ambao hawajiwezi, alikipimiwa ule mtee akipoa, kipimiwa ule mtee akipoa. Zilikuwa kumila hizi, ingawa sasa hivi zimeanza kupotea. Sasa hivi watu hawafikiri sana gunia la mtee, watu hufikiria kula wao kuliko kumtolea sadaka ule maiti. Wewe ukifikiria kupikwa na mikate ya sinia na masambusa, maana yake hubadilika kukawa mchama sasa cha sampuli nyingine. Ala kulli hal, farhamu mautakum bisadaqa, mtoleeni sadaka yeye, sababu sadaka tadfa'u albaliya. Kwanza sadaka yaondosha balaya. Hata kwetu sisi walioko hai hakuna kitu kinachomkinga mwanadamu na mambo mabaya kama sadaka. Hakuna. Sadaka yawezekana mpaka kubadilisha baadhi ya ajali. Nataka zaidi hapo, yaweza kuwa Mungu ashapitisha wenda kuanguka mahala fulani leo, ukatoa sadaka ikafutwa. Na hii iko katika Qur'an, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, Mungu hufuta alitakalo na hulibakisha alitakalo. Hii ndiyo maana ya badaa. Na nimewahi kuwatolea kisa cha Nabii Allah Isa aliotoa habari fulani atakufa na ikasikilia siku na hakufa. Watu wote kumwambia mrongo wewe. Challenge watu alinena fulani atakufa siku fulani, na ikafika siku hakufa. Nimewatolea mimi kisa hiki hapa katika baadhi ya darasa. Nabii Allah Isa akatoka akafuatana na watu, na ule siku alotangaza atakufa alikuwa siku huoa ule bwana, na wakati alotangaza atakufa wakati uketi kitini yeye na mkewe. Akaenda nipekani mpaka pale alipoketishwa, akaenda akainua ule mto ulikuwa umetandikwa kwenye kiti, akiinua akawaonesha nyoka amekufa tini. Akawaambia huyu alikuwa afi na mauti yake ilikuwa ni huyu nyoka, lakini huyu amfanya kitu Mwenyezi Mungu ameibadilisha ajali. Akamuuliza wewe umefanya nini? Akamwambia wallahi mimi sikumbuki ile ambolema nilofanya, maana yake leo hunua mahamri, harusi yangu kila kitu raha ya kila mtai yao. Nabii Allah Isa huyaona mambo maovu. Wakaja paka ule mwisho kama yafikiria uzuri, kumbuka umfanya nini wewe. Ule akamwambia nimekumbuka yana usiku kulikuwa na mvua kali, nimetoka nikamkuta mama kizere hupita akianguka na ndia, nikamshika mkono nikamsaidia mpaka nikahakikisha nimemfikisha pale endapo. Nabii Allah Isa akamwambia basi ushafika, kwa sababu kuheshimu watu wazima ni moya ambayo huongeza umri wa mwanadamu. Moya ziko hadithi kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, moya ambao huongeza umri ni kumheshimu aliye mkubwa wako na aliyo mzee. Sasa zitu zabadilishwa, sadaqa tadfa'u albaliya. Yaweza kuwa kuna jambo kubwa laja ikaweza kukulinda sadaka ile. Hata wenye maradhi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watibuni wawe wenu kwa kuwatolea sadaka, kwa sababu sadaka zile zaweza kuwalinda. Fa in lam tajidu, Sheikh, tumefiliwa nyumbani maskini, hatuna cha kumtolea sadaka ule maiti ili Mwenyezi Mungu amsaidie katika ule usiku wa kwanza. Masahaba wamuuliza tutafanya nini? Awaambia fa in lam tajidu, ikiwa hamkupata cha kumtolea, hakuna. Kweli kuna watu waweza kuwa hakuna, waweza kuwa ule mekufa mwanzo uzengewa za sanda na za nini haziyatanganywa, wewe utapanga kuambia weke na gunia la mtee kutoa sadaka. Tumewafundisha alternative ya pili, lakini ya kwanza muhimu ni sadaka, na kuzikusanya zote mbili hakuja haramishwa, waweza ukafanya yote mawili. Fali yusalli ahadukum, salini. Kuna swala Mtume amwambia nitawafundisha, mswalieni siku ile usiku. Swala yenyewe huwa mkuli wa salatul wuhsha, na maana ya wuhsha ni upweke wa kinyezi, yani ni ule usiku wa kwanza ambao ule maiti anavyohisi ndio mwanzo kuingia katika ulimwengu ule upweke alionao. Awaambia falyusalli ahadukum rak'atayn, ikiingia usiku baada ushaswali magharibi na isha, swali raka mbili.
sunna rakaa mbili. Rakaa ya kwanza soma suratul Fatiha na qul huwallahu ahad mara mbili, rakaa ya kwanza. Na rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha na suratut Takathur, alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir, mara 10. Sawa mpaka hapa? Suratul Fatiha rakaa ya kwanza na qul huwallahu mbili, suratul Fatiha rakaa ya pili na alhaakum mara ngapi? Mara 10. Kisha piga salamu, rakaa mbili kama za sunna. Ukimaliza kupiga salamu, ete dua hii, nena mswalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ali zake, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, umwambie wab'ath thawabaha ila qabri fulani ibn fulani, ya Mwenyezi Mungu zitume thawabu za swala hilo iswali kwa kabri, umtaje kwa jina ya fulani ibn fulani. Ina hadithi yatoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ukifanya hivyo, ayaendelea hadithi, fayab'athu Allahu min sa'atihi, pale pale Mwenyezi Mungu hutuma malaika 1000 ila qabrihi, kwenda kwenye kabri ya ule maiti, ma kulli malakin, na kila maiti utukuzie nguo na mapambo na kwenda kumpanulia kaburi yake, na kwenda kwa lugha zetu kumpa kampani, kumuondosha kwenye kile kinyezi alichonacho. Hii yaitwa salatul wahsha, na imepokewa kwa ndia mbili swala hii. Ndia ya kwanza ni hii niloisoma ya kusoma qul huwallahu mbili na alhakum mara 10. Kuna na riwaya nyingine imeieleza vingine. Riwaya nyingine yasema ataswali raka mbili, atasoma raka ya kwanza suratul Fatiha na ayatul kursi mara moja, na raka ya pili atasoma suratul Fatiha na inna anzalnahu mara 10. Ina tofauti. Wanazuoni wasema zote mbili ni sahihi, zote mbili ni sahihi, ni ile utakao kutaua, ukitaka ya inna anzalnahu na ayatul kursi, ama ukitaka ya qul huwallahu na alhaakumu at-takathur, zote ni sawa. Na hapa moja kwa moja ndio ilikuwa niingie kwenye nukta nyingine ya masala ya kukuonesha kwamba maiti aweza kufaidika na amali za watu walioko hai. Mbali na hadithi hii, mbali na kwamba sitaki tutuse mipaka, huwezi kumtia peponi wa motoni wala kumtia motoni wa nani, wa peponi. Sisi twazungumza kipindi cha kaburini, vipi twaweza kumsaidia katika kipindi kile. Masala ya hisabu yake ya peponi na motoni, hayo ni masala mbali, na kila mtu atafawa na nani, na amali yake. Na haya nitakuja kuyafafanua kesho insha Allah taala kwa urefu. Kuna maswali? Swali la kwanza, huyu aniuliza kuhusu Lailatul Qadr, ni usiku mmoja tu peke yake, na ukiwa ni usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr, leo pia ni katika siku tutakesha insha Allah, na ikiwa ni usiku mmoja tu peke yake, ni kwa watu wote ama kila eneo lina usiku wake? Kusema ule ukweli, katika masuala magumu yaliyowakabili wanazuoni kuhusu Lailatul Qadri ni swali hili, na nisidhani kama ni swali leo naweza kulijibu kihivi, lataka utangulizi mrefu, na hili la rudi la fungamana na mambo ya mwezi na mambo ya tarehe. Mfano leo Lailatul Qadri, tuijalie Lailatul Qadri ni tarehe 23 au ni tarehe 27, mfano katika ilmu ya Mwenyezi Mungu, ila Mungu ameisita hii siku, haijulikani ni lini, ni makadirio tu yaliyoko, na kuna kusudi ya kusitwa, si kwamba ni riwaya zimepotea ama nini. Kuna kama kulikuwa kuna falsafa fulani ya kusitwa, lakini sasa tujalie ni tarehe 27. Ni 27 ya nani? Ikiwa tutafautiana katika tarehe ya mwandamo wa mwezi, nani tarehe 27 ya usiku wa nani? Ikiwa tutafautiana katika usiku, hata kama tarehe tuko sawa. Kuna watu sasa yao mfano wao ndio huamka sasa, sawa, mpaka hapa ni saa 12 ya asubuhi,
sisi ndo tuanda usiku. Kwa hivyo utaanda usiku wetu utamalizika, kisha ndio utaanda. Sasa itakuwa katika huu usiku wetu ndio Lailatul Qadri, ule ukianda usiku wao, ama Lailatul Qadri zitakuwa mbili. Sawa mpaka hapa? Haya yako sawa sawa na masala ya mwezi. Sasa suala liko hapa, nitajibu kwa nadharia moja tu. Kuna nadharia nyingi, kuna nadharia ya al-Allama Ash-Shahid Mutahhari, ana kitabu kidogo akiita Durusun fi tafsiri al-Quran. Katika kitabu hiki ameifasiri inna anzalnahu, kwa wanafunzi na walimu wenzangu watakao kuipanua zaidi bahthi, wakirudie kiko pale maktaba, hapa maktaba Safa, ameifasiri inna anzalnahu, kisha ametupa hili suala, hal lailatul qadri lailatun wahida am mutaaddida, ni usiku mmoja ama ni masiku mengi? Akajibu akasema ni usiku mmoja, lakini wabaki kwa masaa 24. Ni usiku mmoja wabaki kwa masaa 24. Sikilizani vizuri maneno yake. Swala mengine nitawajibu kesho wengine. Na taban kitu kama hiki lao nilikuwa niko na tochi na lile au na ile nini ramani ya ulimwengu, ningeweza kuwafahamisha kwa vizuri sana, lakini kila mtu atukue ule, tukua kama mpira uangalie ni ulimwengu huu. Usiku nini shekhi? Nini usiku? Nkivuli. Na mtana nini? Ni mwangaza. Kile kivuli kinachoanda huku kinachoitwa ni usiku wa 27 au wa 23, kile hutembea kikaja mpaka kikamalizana huku, ndio kupatikana usiku kwetu sisi na kwa wale waandao baadaye. Sawa mpaka hapa? Kile kivuli ambacho kimeanda maghrib kikenda kikifika saa 12 asubuhi kwetu kutoka jua, kile kivuli cha waingilia watu wengine wale ambao usiku wao huanda baada ya sisi, au wale waliomalizikiwa huanda kwetu, usijui ataka kutangulia wala ataka kunini. Kwa hivyo Shahid Mutahhari asema Lailatul Qadri ni usiku mmoja na waendelea kwa muda wa masaa 24, ingawa katika yale 24 12 wayapata watu wa upande hunu na 12 wayapata watu wa upande hunu, katika kivuli kile kimoja kinachotembea kwa muda mmoja kwa watu wote. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Hii ndio jawabu ya suala aliyoyuliza mwenzangu, je, Lailatul Qadri ni moja? Naam, ni moja peke yake, na Mwenyezi Mungu atatuwafikia kuipata siku hiyo. Na leo insha Allah taala kama kawaida tuanza program zetu saa 4 kamili ya standard. Wote twawaalika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.